Ni ligi ya mabingwa barani Afrika. JS Kabylie wakiwa wamewakaribisha Dar es Salaam Young Africans katika mchezo wao wa pili katika hatua hii ya makundi klabu bingwa barani Afrika CAF Champions League. Na JS Kabylie katika mchezo wa awali walikuwa ugenini pale nchini Misri dhidi ya Al Ahly, mchezo ambao waliweza kupoteza kwa magoli 3, na Young Africans katika mchezo wao wa awali walikuwa nyumbani pale visiwani Zanzibar Aman Complex, ambapo waliwakaribisha AS FAR Rabat, mchezo ambao ulitamatika kwa Dar es Salaam Young Africans kuondoka na ushindi wa goli 1-0, mchezo ambao ulinoga kwelikweli. Leo hii hapa dakika 90 za mtanange wa nguvu, mtanange wa kufa mtu, JS Kabylie wakiwakabili Young African Sports Club ndani ya Algeria, kuangalia nani ataibuka mshindi katika mchezo wetu wa leo. Nikukumbusha tu kwamba bado haujaungana nasi, kisha mbonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele, utakuwa umejiunga na familia ya Mwaki Sports kupata zile updates kali za kimichezo, bila kusahau matangazo ya moja kwa moja ya mpira wa miguu, ligi ya mabingwa barani Afrika, kombe la shirikisho, lakini pia bila kusahau ligi kuu ya NBC Premier League ambayo inaendelea. Sasa tutazamie dakika 90 hizi za nguvu. Ni mchezo wa pili kwa Mwalimu Pedro Goncalves tangu ajiunge na Young Africans katika kombe hili la klabu bingwa. Ikumbukwe Mwalimu Pedro alichukua mikoba hiyo akichukua manyanga yaliyobwagwa na aliyekuwa mtangulizi wake Romain Folz, ambaye aliweza kuvunjwa mkataba wake kutokana na kutokuwa na mwendelezo mzuri wa timu, hususan katika swala zima la uchezaji. Lakini ujio wa Mwalimu Pedro inaonyesha kwamba kuna kitu kimeongezeka, performance imekuwa bora zaidi, lakini pia hata ukiangalia ubora wa mchezaji mmoja mmoja, zimekuwa ni timu ambayo inacheza vizuri, lakini vile vile pia wamekuwa na confidence kweli kweli. Kikosi cha Yanga kwa sasa kimekuwa ni chenye kujiamini sana, na hapa dakika 90 hizi zikitamatika, bila shaka, bila hiana yoyote, tutakwenda kushuhudia ushindi kwa upande wa Dar es Salaam Young Africans, ama pengine watalazimisha sare ili waweze kuondoka na alama moja na kuweza kunyakulia alama 4 katika michezo miwili. Nini tuendelee kuwa pamoja kutazama kile ambacho kinakwenda kutokea katika dakika 90 hizi za mtanange huu. Nikukumbushe tena kuandika comment yako kwenye comment section, utuambie uko wapi, unaitwa nani na unaitikia ushindi timu gani, nasi tutakuwa tunaisoma hapa ndani ya Mwaki Sports. Hakikisha umesubscribe, hakikisha unaendelea kutega sikio katika channel yako pendwa sana ya Mwaki Sports, ili usipitwe na zile updates zote, lakini pia matangazo ya moja kwa moja ya ligi ya mabingwa barani Afrika. JS Kabylie dhidi ya Dar es Salaam Young Africans, mchezo wa moto kweli, mchezo wenye kasi, mchezo ambao timu zote mbili zinawania kuondoka na ushindi ili kujitengenezea mazingira mazuri katika hatua hii, ili kusonga mbele katika hatua inayofuata.